Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Sasa hii hapa inaweza ikawa ni habari njema kwa mashabiki wa Simba. Ni kwamba mshambuliaji na nahodha wa zamani wa Simba na timu ya Taifa Stars, John Raphael Bocco, ametajwa kurudishwa tena Msimbazi kwa lengo la kuongeza nguvu benchi la ufundi la timu hiyo inayoshiriki ligi kuu bara na iliyopo katika makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Nyota huyo wa zamani wakijitonyama Rangers, Cosmopolitan na Azam FC, msimu uliopita alikuwa JKT Tanzania aliyojiunga nayo baada ya kumaliza mkataba na wekundu wa Msimbazi na kuifungia mabao mawili kabla ya kudaiwa amejikita kwenye issue na ukocha aliyoanza tangu akiwa Simba. Hata hivyo, taarifa zinasema ya kwamba Bocco alitumikia Simba kwa mafanikio. Inaelezwa anarudi kama kocha wa mazoezi ya utimamu wa mwili, yani fitness coach, ili kusaidiana na Mohamed Mrishona, yani Xavi. Na chanzo cha kuaminika kutoka kwa rafiki wa karibu wa Bocco anasema ya kwamba Simba ipo katika mazungumzo na mshambuliaji huyo wa zamani ili kuongeza nguvu kwenye benchi la ufundi la timu hiyo. Nikimnukuu anasema Xavi hana msaidizi na sasa yupo timu ya taifa. Yamefanyika mapendekezo ya kupitishwa jina la Bocco kwa sehemu ya kocha anayeongeza nguvu ya kusaidiana na kocha huyo atakaporejea kutoka kwenye majukumu ya kitaifa. Lakini akasema pia mazungumzo na mshambuliaji huyo ambaye tayari amepata kozi ya mazoezi ya utimamu wa mwili, tunaamini ataweza kuwa sehemu ya mafanikio kwa kuiweka timu katika hali ya utimamu, kwani ni mzoefu na anafahamu mifumo mingi ya timu. Lakini mtoa taarifa huyo amesema Bocco ataungana na timu mapema itakaporejea kambini kwa lengo la kuendelea pale ilipoishia timu, na mara baada ya Xavi kurudi wataunganisha nguvu na kuwa sehemu moja ya kuitoa timu ilipo na kuifikisha kwenye malengo. Wakati ikitajwa Bocco kurudi Simba, inafahamika kwamba mshambuliaji huyo mwenye rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa ligi kuu akiwa na mabao 156 alikuwa timu ya vijana ya under 20 ya JKT Tanzania akisimama kama kocha mkuu wa timu hiyo. Pia kabla ya kumaliza mkataba na Simba, uongozi wa timu hiyo ulikuwa na mpango kumstaafisha ili aweze kusomea ukocha, jambo hilo lililoshindikana kwani alipata ofa ya kuitumikia JKT kwa msimu mmoja. Baada ya hapo ndipo alipoingia darasani kusomea ukocha. Na endapo dili lake litaenda kama lilivyopangwa yeye kutua Simba, basi mkakati wa Simba kuendeleza wachezaji waliopita kwenye timu hiyo utaendelea baada ya Suleiman Matola aliyepo hapo tangu mwaka 2019. Mimi naitwa Just Julius, endelea kufuatilia PMTV wakati huo. Nataka kabashiri huko ukijua ya kwamba Toyota IST na Toyota Harris na kusubiria wewe kwenye website ya pmbet.co.tz ama kwenye *149*23 alama ya reli. Cheza mara nyingi zaidi ili uweze kujipa nafasi ya kushinda. Kwa habari za kijamii, burudani na michezo, sasa unaweza kuzipata kwa urahisi zaidi kupitia tovuti yetu ya pmtv.co.tz au pakua app ya PMTV kutoka Play Store na App Store. Sasa PMTV, kiburudani zaidi.